Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 3 kati ya Russia na Ukraine, huku pande zote mbili zikituhumiana kuvunja makubaliano ya awali ya kusitisha vita yaliyokuwa yamewekwa wakati wa maadhimisho ya ushindi wa Umoja wa Kisoviet dhidi ya Ujerumani ya Nazi katika vita kuu ya pili ya dunia. Katika hatua hiyo, Trump amesema makubaliano hayo pia yatahusisha kubadilishana wafungwa 1000 kutoka katika nchi hizo. Baada ya tangazo hilo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alithibitisha nchi yake imekubali kushiriki katika kusitisha mapigano hayo, huku vyombo vya habari vya serikali ya Russia vikisema Moscow nayo imekubali pendekezo hilo. Trump aliomba binafsi makubaliano hayo na kuwashukuru Zelensky pamoja na Rais wa Russia Vladimir Putin kwa kuyakubali. Hata hivyo, kabla ya makubaliano hayo kuanza kutekelezwa kikamilifu, pande zote mbili zilianza kutuhumiana kuendeleza kufanya mashambulizi, huku meya wa Moscow Sergei Sobyanin alisema kuwa mji huo ulikuwa umelengwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani usiku kucha, huku baadhi ya droni zikidunguliwa karibu na mji huo ndani ya saa chache za kwanza za kusitisha mapigano. Russia ilikuwa tayari imetangaza kusitisha mapigano tarehe 8 hadi 9 Mei kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya ushindi, huku Ukraine ikitaka usitishwaji usio na kikomo kuanzia Mei 6. Serikali ya Russia imeonya Ukraine kutoshambulia gwaride la kijeshi litakalofanyika katika uwanja wa Red Square mjini Moscow. Wizara ya Ulinzi ya Russia imetishia kufanya mashambulizi makubwa ya makombora katika mji wa Kyiv iwapo gwaride hilo litashambuliwa, huku ikizitaka balozi za mataifa ya kigeni kuondoka Kyiv kabla ya Mei 9 kutokana na hofu ya kuongezeka kwa mashambulizi. Kwa mara ya kwanza katika karibu miongo miwili, gwaride la ushindi mjini Moscow halitakuwa na vifaa vya kijeshi vikubwa, bali litahusisha askari pekee. Wakati huo huo, wakazi wa Moscow na St. Petersburg wameonywa kuwa huduma ya intaneti kwenye simu zitakatizwa kwa muda kutokana na sababu za kiusalama. Katika saa za mwanzo za usitishwaji mapigano, Ukraine ilidai Russia ilifanya zaidi ya mashambulizi 140 dhidi ya nafasi zake za kijeshi pamoja na mashambulizi zaidi ya 850 ya droni, huku Zelensky akisema kuwa Ukraine itajibu kwa kiwango sawa na dhidi ya mashambulizi hayo. Wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea, vikosi vya zimamoto nchini Ukraine viliendelea kupambana na moto mkubwa wa msitu karibu na eneo la Chernobyl disaster. Moto huo unasambaa kwa kasi kutokana na upepo mkali, hali ya ukame na uwepo wa mabomu ardhini yaliyosalia kutokana na vita vinavyoendelea, huku mamlaka zikisema kiwango cha mionzi bado kiko ndani ya kiwango cha kawaida. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.